Mwanzoni mwa adhimisho la misa hii takatifu, kiongoza ibada alimtaja kwetu mgeni ambaye ameshiriki pamoja nasi adhimisho hili takatifu, naye ni ndugu Jaji Projestus. Kwa niaba ya kaimu Gambera, napenda awali ya yote kumshukuru kwa kuweza kufika hapa tena. Tumeambiwa alikuwa ni mwanafunzi pia seminaristi wa seminari hii, kwa kufika kuadhimisha misa pamoja na sisi. Katika nafasi ya pili, naomba nimkaribishe afike hapa mbele aweze kutusalimu, na kama ana chochote cha kutuambia itakuwa ni furaha kubwa zaidi kwetu kumsikiliza. Karibu sana ndugu Jaji. Asante sana Msazuri kama wagombea. Nashukuru sana waheshimiwa mapadri, pekee Padri Atanazi, kiongozi wa ibada ya misa leo, ndugu zangu wafrateri, watawa na kwa pamoja wote, taifa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Baba, kama mgombea, kwa asili mimi naongea sana, lakini kwa furaha niliyokuwa nayo leo nahisi kama nimeparalyze, japo siogopi. Basi kwa sababu siogopi, nitajitahidi kuongea mawili matatu. Kwa majina kama nilivyosema, ninaitwa Projestus Rweyongeza Kayoza. Namshukuru Mungu kuwepo hapa kwa mara nyingine katika historia ya maisha yangu. Nilikuwepo hapa miaka mitatu, toka mwaka 94 mpaka 97. Nimefurahi kuona kanisa letu bado vile vile utaratibu, kumbuka ilikuwa acolytes na wengine imeanza pia sana. Lakini mara nyingi nilikuwa nasimama hapa nikifanya kazi aliyokuwa anafanya frateri hapo ya baba. Na mimi nilibahatika kupata elimu kidogo ya muziki. Nilikuwa nagusagusa pia kwenye kinanda, japo sio kwa gharama kubwa, lakini yote namshukuru Mungu. Wakati huo tulikuwa tunaweza kumtukuza Mungu kwa njia ya kuimba, na leo itanikumbusha yale maneno baada ya kusikia muziki mtamu wa Mtakatifu Agustino. Nasemaga kwa Kilatini, mimi nitasema kwa Kiswahili kwamba yule anayeimba vizuri anasali mara mbili, bis orat mara mbili. Basi toka wakati wa masifu nilikuwa nafuatilia na mimi naimba. Bahati nzuri, kwa sababu ya uwezo wa muziki kidogo, kima mara moja na mimi nafuata mpaka ibada ya misa yote. Kwa kweli namshukuru Mungu, nimejisikia raha ya kipekee. Sasa nikiachana na hayo, sasa nipewa nafasi ndogo ya kuongea. Kama nilivyosema, ni furaha kufika hapa. Mimi baada ya kuondoka hapa mwaka 1997 nikienda mwaka wa uchungaji au pastoria,
Basi nilienda huko, wakati huo nilipangiwa kufundisha katika seminari ndogo ya Rubya St. Mary Seminary huko jimboni Bukoba. Niliendelea huko mpaka leo, japo siendelee kufundisha. Huyu kwangu amekuwa ni kaka, lakini sasa nisemeje, wakati sisi tunajiunga na kidato cha kwanza, kumbukumbu zangu kama ziko sawa, huyo alikuwa kidato cha tatu kama nakumbuka vizuri. Tutanisamehe baba, sasa turudishane kama nitakuwa nimesahau. Kwa hiyo kwa wakati ule amekuwa kaka yangu, amenisaidia mengi, amekuwa rafiki yangu, na yeye anatokea parokia ya Kasanda. Yes. Na wakati ule alikuwa na baba paroko ambaye ni marehemu, tulitokea kuwa marafiki. Kwa hiyo mara nyingi wakati wa ordination nilikuwa naitwa kwenda kucheza kinanda kwenye ibada za upadrishi. Sikumbuki kama wakati wake nicheza kinanda, sikumbuki vizuri. Lakini yote namshukuru Mungu kwamba sasa mimi baada ya kumaliza ile zoezi naenda kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kusoma sheria na hatimaye nikahitimu mwaka 2001. Baada ya hapo nikateuliwa kuwa hakimu mwaka 2002, kazi ambayo nimeifanya huko katikati. Unapata vyeo vingine kuwa naibu msajili au msajili wa mahakama kuu, na hatimaye nimeteuliwa kuwa jaji sio siku nyingi. Mwaka 2024 nikapangiwa kituo changu cha kwanza Kigoma. Mwishoni mwa mwezi wa 3 mwaka huu nilihamishiwa Tabora. Ilikuwa nije kusalimia, sikubahatika kwa sababu nilipewa kazi Dar es Salaam mwezi wa 4 na wa 5. Niliporudi mwezi wa 5 mwishoni, nikaambiwa nimehamishiwa mahakama kuu masijara ya Geita au kanda ya Geita kwenda kwa jaji mfawidhi kule, ambako niliripoti wiki iliyopita siku ya Alhamisi, lakini kwa sababu nilikuwa na deni la kufika hapa kusalimia, nikapanga kurudi tena kuja kusalimia, na leo ndio maana niko hapa. Namshukuru Mungu pamoja na jumuiya ya Kifarakano kwa uwepo wenu na kushamiri kwenu. Miaka ile wakati mwingine kwenye mabenchi yetu haya walikuwa wanaona kuna upungufu. Najua kuna walioondoka nafikiri wiki iliyopita, lakini namba ilikuwa hiyo. Hata kwenye vyumba kule tulikuwa tunakaa vingine havina watu, lakini sasa hivi naambiwa vyumba vyote vinapata mafrateli. Sisi tulizoea kuwaita malabeni. Sasa kwa kweli hilo ni jambo la kumshukuru Mungu na kuzidi kumwomba Mungu kwa ajili ya wito huu wa daraja takatifu la upadre. Sisi tulioko huku upande mwingine tunafanya kazi zetu, tunainjilisha, lakini wakati mwingine kazi zetu sio nyepesi sana, zinakuwa na ugumu wake. Hizi kazi za sheria, ujaji, sisi tukiwa hapa na kifisi kama padri mmoja anaitwa Father Marcel Koabe, alikuwa anamuita French Canadian. Sasa alikuwa akifundisha pamoja na masomo mengine, lakini ilikuwa ni spiritual theology kama nakumbuka vizuri. Siku moja akawa amemwalika aliyekuwa msajili wa mahakama kuu kanda ya Tabora. Sasa hivi ameshastaafu, anafanya kazi kama wakili. Alikuja akijulisha mambo machache ya sheria. Basi kwenye darasa alitaja maneno ambayo mimi ndio alipa inspiration, kwa sababu nilisema hata kama nitakuwa padri lazima nisome sheria pamoja na mambo mengine. Taja asema kwa mfano jaji usemi napokuwa kwenye legal profession au legal fraternity, au utasema jaji, nasema Mr. Justice. Mengine nafikiri kutokana na mapokeo yetu ni maneno ambayo wakati mwingine hatupendelee kuyatumia, kwa sababu kusema my lord. Sasa tunajua sisi Wakristo wa Katoliki tunaposema my lord tunamaanisha nini?
Sasa kwenye legal fraternity sema my lord namaanisha judge, sio mtukufu jaji hapa. Sasa yale maneno yalinigusa, nikasema nimekuwa padri, sijawa padri, mimi lazima nipasiu sheria, na hatimaye ndoto yangu ikatimia. Ndio maana na mimi naitwa Mr. Justice Kayoza. Basi kwa sababu naambiwa machache, niseme tu wakati tunapoendelea kuwaombea na ninyi kutimiza safari yenu ya upadri, sisi nasi tuombee kutimiza wajibu wetu. Kazi yetu ni tempting, ina magumu na washawishi mengi. Niliporipoti wiki iliyopita kule Geita, nimekaa kuna sehemu inaitwa St. Damian Pastoral Center, ni wasikofuni pale. Ilikuwa Alhamisi. Ijumaa wakati nampigia simu rafiki yangu padri mmoja akanikaribisha, akasema baba askofu anaadhimisha miaka 10 ya waskofu. Mwashamba baba askofu Rabi Matindi Kasala alikuwa hapo. Sasa yule mimi ni mwanadarasa wangu, japo alionipeleka alikuwa anaenda kunitambulisha. Alivyoniona akasema wewe tumekuwa wote philosophy tunga theology parapara. Sasa ikatokea pia nikamwona na makamu wa baba askofu Padre Masoba, na yeye mwanadarasa wetu. Kumbe jambo lilikuwa limetimia, lakini sasa nataka kuambia wakati wa mlo ndo akaniambia baba askofu, akasema siku moja jaji mwenzake naye anaitwa Kayoza, John Kayoza, na mimi nitakuwa namfahamu. Alifika wakati wa breakfast akashindwa, akawa anashindwa kula. Amuuliza, baba una shida gani? Akawaambia leo naenda kusoma hukumu. Ile hukumu bahati mbaya ilikuwa ni kesi ya mauaji, nimemtia huyo mtu hatiani. Na sisi tunaposoma hukumu mwishoni unasema nimekutia hatiani na kuhukumu unyongwe hadi kufa. Sasa hiyo maneno yanaweza kuonekana mepesi, lakini ni magumu, na hizo ndo kazi tunazofanya kila siku. Ndio maana nasema wakati sisi tunawaombea muweze kufikia daraja takatifu, nasi tuombee tuweze kutenda kazi zetu kwa uadilifu na kwa uaminifu kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mara nyingine, shukuru sana mapadri pamoja na wote katika kanisa hili kwa kunipa nafasi hii kuongea hayo ambayo nafikiri ni machache, japo ni mengi, lakini tutakuwa pamoja. Nitakuwepo hapa Tabora, naweza kufika, nilishindwa kufika wakati ya sherehe za Nyerere, pamoja na kwamba nilikuwepo, nilipata msiba, nilikuwa nimepanga kufika kwa sababu nazifahamu toka wakati ule, lakini mimi kwa mara nyingine nikibahatika kufika nitakuja kusalimia. Nasema Mwenyezi Mungu atubariki, tuendelee kumtumikia Bwana. Asanteni sana, tumsifu Yesu Kristo. Basi tutarudia tena kushukuru kwa dhati kabisa kwa tendo hili la kiungwana la kiimani kuweza kurudi mahala hapa kusali pamoja na sisi, kumshukuru Mwenyezi Mungu, kujikabidhi, lakini pia na kwa ujumbe majenao ambao umetuachia. Tunakuahidia sala zetu wewe pamoja na watendaji wengine, ili haki iendelee kutawala katika mioyo yetu, haki iendelee kutawala katika taifa letu. Napokuwepo haki, basi mengine yote yanafuata: amani, utulivu, ustawi na vitu vingine kama hivyo. Ninapenda kukuachia zawadi mbili kwa niaba ya Baba Rekta. Ya kwanza ni kitabu cha historia Seminari ya Kipalapala. Mwaka jana tuliadhimisha miaka 100. Sasa miaka 100 seminari hii, wewe ni sehemu ya historia hii. Kumbe tunakuomba upokee kitabu hiki cha historia, uendelee kujipambanua kama mwana Kipalapala. Cha pili hizi ni kazi za utafiti ambazo kwa sehemu kubwa wanazifanya mafuatilia, lakini pia na walimu wanaofundisha hapa katika taasisi yetu ya TACRE. Bila shaka unifahamu, ilikufa sasa imefufuka. Hii ni jarida maalum ambalo lilitolewa mwaka jana kwa ajili ya Biblia.
Desemba na kila mwaka yanakuwepo. Ukituachia anwani yako tutakuwa tunakutumia kila mwaka. Zaidi ya yote ni baraka nyingi sana ambazo tunakuombea. Mwenyezi Mungu akubariki na azidi kufanikisha katika utendaji wako wa kazi ambao kimsingi ni ngumu, lakini kama tulivyohubirishwa leo na mhubiri wetu mzuri kabisa, usiogope. Yeah.